It's not a game, it's a rich thing. Ataje jina yeye. Acha basi jina la kocha tunatamani kusikia na yeye kutoka kwako. Jina la kocha. Kocha anakuja na akija. Nimwambia kocha siku atakaotua tu nitawaita waandishi wote pale Jangwani. Mimi na yeye tujifunze pamoja. Tutakuwa tuna ubao mkubwa na chaki. Atakuwa anatueleza taratibu jinsi ya kumtamka. Mimi mwenyewe sasa hivi nikiojua lazima kocha mpya. Nasimamia hapo ni kocha mpya. Kocha mpya wa Yanga. Umesema hii? Manyoba itakiwi hiyo. Manyoba hiyo itakiwi. Subiri akija nitawaita wote. Mimi tupate darasa jinsi ya kumtamka. Pakome anaendelea vizuri, ameshatoka kwa hospitali, amerudi kwake. Sasa hivi anajiandaa pia kwenda nje ya nchi kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa hiyo msimu huu tusianze kusikia. Madaktari watuambia baada ya hizi wiki 6 watuambia tutamkosa kwa muda gani. Kwa kama itakuwa ni miezi 3, miezi 6, msimu mzima utakuja kuagiza. Ratiba imekuwa ngumu sana. Watu wanatamani kusikia habari za jezi. Tarehe 20 timu inarudi. Tarehe 20 timu inarudi kambini pale Avic Town na jezi tutazindua mwisho wa mwezi huu. Mwisho wa mwezi huu tutakwenda kuzindua uzi wetu. Lakini pia tukizindua jezi tutakuwa na tukio la mkutano mkuu tarehe 2 ambao tutafanya ambao mwaka huu na ajenda pia ya uchaguzi. Baada ya ajenda ya uchaguzi tutakuwa na tukio pia la Yanga wiki ya wananchi kilele chake. Uzinduzi tutakwenda kuzindulia Katoro. Hii viongozi wameshapitisha. Tumie fursa hii kabisa kuwaambia wanayanga wa Geita, wanayanga wa kanda ya Ziwa, wanayanga wa Katoro, uongozi umesha approve, umeshathibitisha uzinduzi wa kilele cha wiki ya wananchi ukafanyike Katoro. Yaani wakati wengine wanakwenda kucheza kwenye mawe, sisi tunakwenda kucheza na dhahabu. Si atuende kwenye maporomoko tukaporomoke, tunakwenda kwenye dhahabu. Kuishana wanayanga siku hiyo tutakuwa tunaishana dhahabu tu. Na wametuambia wanayanga wa Katoro. Nisikilize, wametuambia wanayanga wa Katoro. Nyie njooni kwenye uzinduzi. GSM tamkuta huku. Huyo adaa pumzike. Tamkuta GSM huku. Huyo adaa pumzike na huku atafanya balaa. Kwa hiyo wanayanga tujiandae. Tarehe ndio katangazia hivi karibuni. Cha kwenda Katoro kufanya uzinduzi wa kihistoria wa wiki ya wananchi. Waandishi hatujawaalika. Tutawalipotia sisi. Alikuwa anamtaka nani? Aitwane. Yanga anaitwa wewe nikusaidieni. Kazi yangu mimi ni kuclear hizo test. Ndio shughuli yangu hiyo. Huyo wingo anasema wa Stellenbosch hayupo kwenye plani yetu. Kwa hiyo sio yuweni. Kocha alikuwa hamuhitaji. Hamna, sasa tunamhitaji kati hayupo kwenye mpango wetu. Kwa hiyo yuweni. Tezi nyingine nilikuwa nayo niwasaidie leo hapa. Nani mwingine? Nani? Yurudisha amesajiliwa, sio? Hatakuwa tumezungumza naye sisi Gili Mugisha. Mmeandika nyie, hatakuwa tumezungumza naye. Mwingine Mwanengo na Shani wameenda Singida. Sasa hao waliokuwepo muda wa taarifa zao kama sio atanikabidhi nitakuja kuwathibitishia. Nataka tetesi mlizoandika. Nani mwingine? Nani? Hatujazungumza naye. Mwingine? Natamani tumezoea ni mchezaji. Hatujazungumza naye pia na wewe tumezoea. Kwa hivi karibuni, msimu hivi karibuni kwa msimu kuna mchezaji anatoka Simba kuja Western. Hayupo hata mmoja. Hayupo hata mmoja. Natamani kufahamu kwa kocha wenu huyu mpya, labda kuna mchezaji yote ambaye amempendekeza. Nani? Ayamtaje. Nani? Ayataje wewe. Shilingi 9 nyingine inakuja. Kuna shilingi 9 inakuja pale. Sifa zake zikoje? Sasa unataka nianze kuingia kule makomezi pataki. Shilingi 9 inakuja hapo. Pakome kuna uwezekano Pakome atakosa msimu. Anakuja pia na huyo. Hatujaacha kitu. Kwa pengine labda ya kutokutambulisha. Yaani tunaogopa sasa hivi kwa sababu unajua ukianza kelele watu wanazunguka nyuma huku tena kwa biashara kwa kawaida kuna vurugu nyingi sana. Ndio maana tumezingatia kwanza ukimya, tumalize madili yetu, alafu tupige hizo surprise attack, yaani makombora kama ya Iran hivi. Imelala ya kutosha, tuna players wengi sana. Yaani kwa siku hata watatu katambulisha kwa siku moja tukiamua. Kwa sababu watu wengi. Wazaa pia wako wengi tumechukua. Yaani tumejenga timu. Wazaa tunao wa kutosha na wageni tunao wa kutosha. Kama isingekuwa hii tukio leo, hiyo tulikuwa tunafyatua mtu. Lakini tukawaachia kidogo Yanga Soka School jambo lao malize, alafu
muda wote kutoka sasa king'ora cha hatari kitaanza kufanya kazi. Msiposhtuka mje mnipige. Yaani tukiweka chuma cha kwanza mezani, msiposhtuka mtafuteni sikio mnikunje mambao. Waya tuko tunamjua. Yaani tipapu nikiweka nitafuteni mnikunje, sio mnipige, mniwambe makofi ya uso kabisa. Huyu tuko tunamjua huyu. Analeta watu ndugu zangu. Yani umezungumzia kwa mbadala wa Pacome na kuna taarifa zinaenea kuna winga ambaye anatoka Stellenbosch. Sobereni. Leo tarehe 15. Zimebaki karibu kama wiki 3-4 kabla ya michezo ya jamii. Watu wanajiuliza wachezaji wanaanza kutambulishwa lini? Kwa sababu taarifa pia nilizonazo ni kwamba mnaingia kambini siku chache kutoka sasa. Wachezaji wetu ambao tutawatambulisha tuko nao kwenye program zetu tayari. Kuna ambao wana program wanapokuwa walipo huko za gym. Bora kufungulia vitu vingi, hebu tuache kwanza. Sisi tushajiandaa. Hiyo mechi hata hiyo kesho kwetu tungecheza. Wananchi wanahamu kujua lini watu vile wanaanza kushuka. Sasa nimwambia sasa hivi ni mwendo wa kwa ni ghafla tu. Ngali umemtaja Ngosha. Ngosha nani? Chuga. Chuga nimwambia Ngosha. Nimwambia Fountain Gate. Maana Sambuzi kila muda ananitambia. Sisi tunachuga, sisi tunachuga. Na sisi Yanga Soka School tunachuga 100 tuko nao. Kwa hiyo mnamtaka kweli Chuga? Alikuwa ananitambia. Chuga mumpati Chuga. Kumbe Sambuzi mambo ya waandishi hayo tena wachambuzi unakuja kunikimbia. Sisi tuna Chuga wetu nafikiri mmeona pale. Hatari hawa. Lakini binafsi unamuonaje? Nani? Anaweza kufanya? Isa Abushiri mchezaji mzuri. Chuga ni mchezaji mzuri na hahitaji mimi kuweka maneno, watu kujua uzuri wake. Ni mzuri na Fountain wa mtunzo ule mtoto kwa maslahi mapana ya taifa. Hadi Prince Dube ameondoka, watu wanatamani mara 5. Maana yake tuna assignment ya kuchukua 5 nyingine. Kwa ujenzi wa makoma 5 wanaofuata unaanzia sasa hivi. Viongozi wetu wako chimbo, hamumuoni engineer, hamumuoni mtu yeyote, kwa sababu wako chimbo kuhakikisha wanatuletea vyuma vya maana, vyuma ambavyo vitakuja kuipa heshima klabu yetu. Kwa hiyo msimu huu tunakwenda kujenga timu. Fanyika usajili mkubwa kwa upande wa player wa kimataifa, usajili mkubwa kwa wachezaji wa ndani wenye quality ya juu, na tutakuwa tunawatambulisha kama ambavyo tumemtambulisha kocha wetu. Yaani wakati wowote, muda wowote, fumba fumbua tunaweka chuma. Fumba fumbua tunaweka chuma. Hatutakuwa na mambo ya kumwandaa mtu. Wewe utajiandaa Yanga ikishaweka chuma chake. Haya mambo ya kuposti teaser tukutane saa ngapi, mwaka huu tumeacha. Mwaka huu tunaweka mzigo. Yaani wewe kuwa na simu karibu, iwe tu na chaji, simu yako iwe umeshafollow page ya Yanga, muda wote wakati wote tunaweka chuma. Yaani mwaka huu inawezekana umelala ukaamka nayo, huko kazini mchana tukaweka chuma, unakunywa chai tukaweka chuma. Kocha tulimtambulisha akiwa anafanya interview. Unakumbuka? Yaani hata hajui tukamtambulisha. Wala leo shaenda tayari na mijadala ikaanza. Na ndivyo wachezaji wetu ambao tutawatambulisha. Nimetoka kuambia jana wenzenu, 90% katika 100% tetesi ambazo zimeandikwa kuhusu Yanga, 90 ni uongo. 10 mmepatia. 10 kweli kuna jitihada mmezifanya mmepatia. Lakini 90% ni wachezaji ambao mtakuwa surprise nyinyi wote. Hiyo mtakuwa nayo siku tukiweka vyuma. Hali kuna attempt na kufanikiwa kupata pia. Unasemaje? Lakini kupata inashindikana. Hamna. Ukiona ukimya ambao umeendelea, usiri ambao umeendelea, maana yake tumekuwa na wachezaji target zetu kwa kimya. Hakuna kelele, hakuna mizengwe, hakuna vurugu. Kimya, na mtu mnapata bei sahihi kwa wakati sahihi, tunamchukua mchezaji. Nimewambia jana kama kuna dirisha ambalo GSM amespend fedha nyingi kweli ni dirisha hili. Tajiri wetu bilionea Ghalib Said Mohamed, dirisha hili amespend hela nyingi kweli kwa sababu tumevunja sana mikataba kwenye timu za watu. Tukikuta mtu ana mkataba tunamhitaji, tumeona nafasi hii, bosi anaweka mzigo. Yaani dirisha hili alikuwa na maneno mengi. Tukikutaka Kibunda ndani. GSM alikuwa anamwambia engineer, wewe lete tu hapa. Nani ndani. Kwa hiyo watu wote tutakawatambulisha, nyie mtakuwa mashahidi. Nawaambia mlio niliposhtuka hapo ndio mtakaposhtuka na nyie. Wanavyoamka tunajua wanaamka wapi, wanakula nini. Tuna madaktari kabisa wa kujua wanakula nini. Sio tena mchongo wa uji gani. Tunatengeneza lishe au kijana tumjue baada ya miaka 3 miaka 4
anakuwa kwenye progress gani. Kwa hiyo uende ukamleta mwanao hapa ukalipa miezi ya kwanza, miezi ya pili, kama na kipaji, Yanga inamchukua mtoto inamgaramia, na tayari rais wa klabu yetu kama mwanzo nilivyowaambia, hii ni project yake, ameishia mikono miwili. Umwambii kitu, ukitaka kugombana naye wewe gusa tu Yanga Soccer School au akupe assignment usifanye, atakuwa mkali kweli kweli. Maana yake ipo kwenye mikono salama, na tunajua inshallah after few years hapa tutakuwa tumetoa vijana 2 mpaka 3 ambao wanacheza mpira nje ya Tanzania. Ali, tunatoa ujumbe gani kwa timu nyingine? Inaonekana kitu ambacho tunafanya hii kwenye ligi kuu sio timu nyingi ya Tanzania. Hii kwanza ina gani, na kama It's not a game, it's a